Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nakushukuru sana. Asante kwa rehema na neema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu na kibali chako. Tunapoenda kusikia, tupe kusikia kutoka ndani. Achilia neema itufunike na nguvu zako. Pekee yetu hatuwezi, msaada wetu watoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Umeshafungua Biblia yako tayari? Alright. Alright. Andika nguvu ya kuzaa. Nguvu ya kuzaa. Nguvu ya kuzaa. Nguvu ya kuzaa. Biblia imeeleza nini maana ya kuzaa, na moja kwa moja imeeleza nguvu iliyopo kwenye kuzaa, ambayo inakupasa mimi na wewe tuelewe. Tunapozaa katika ulimwengu wa roho, huwa tunawekwa kwenye nafasi gani? Na mara baada ya kwamba hauzai, lazima uelewe ya kwamba kuna nafasi gani unapoteza. Lazima uelewe unapata nini unapomzalia Bwana matunda, ama unapozaa, na unakosa nini unapozaa. Biblia inaeleza moja ya wito aliofanya Mungu mwenyewe kwetu na sababu yake. Moja ya wito aliofanya Mungu na sababu yake. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya 15. Yohana sura ya 15. Sura ya 15 na ule mstari wa 16. Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 16. Biblia inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Angalia, vimeongelea vitu kadha wa kadha hapo, kama vitatu. Inaongelewa wito, kwamba sio sisi tunaojipa nafasi katika kazi ya ufalme, ni yeye ndo anayetupa nafasi katika ufalme. Alafu anasema hivi, huo wito tunaoitwa umebeba kusudi, na kusudi ni kuzaa, ni jambo la pili. Halafu ukishaelewa kwamba nafasi ninayopewa ambayo sijajiita mimi, ni Bwana ameniita, kusudi lake ni kuzaa. Halafu anasema hivi, ili, maana yake kila unachokipata unapokuwa kwenye hiyo nafasi ambayo umeitwa, kusudi ni uzae. Anasema unachokipata hapo ni kwamba ili kila utakaloliomba kwa jina la Yesu upokee. Sasa unaweza kuanza kuijadili hiyo lugha yake.
kwamba okay, je, nikiitwa nisipoenda kitakuja kuathiri kile cha tatu, kwamba kitaenda kuathiri maombi utakayoomba, hali ya kutokujibiwa. Akasema hivi, je, ukiitwa ukaenda na usilijue kusudi la kuzaa, itakayoenda kuathiri hapo ni maombi. Kwa hii sentence na hii mstari inaenda kuathiri maombi, communication, ushirika wako na Mungu, kwa sababu kile ambacho umeitiwa hakijafanikiwa, haujazaa. Kwa hiyo ina disturb, inaharibu mawasiliano yako na Mungu, communication yako na Mungu. Namna vile ambavyo mnaweza mkakaa na kuwasiliana na Mungu, ile tu nasema Baba katika jina la Yesu, lakini ni mtu usiyezaa. Okay, kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba pale ambapo mtu anazaa inamsaidia yeye anavyoomba, lakini inamsaidia na mchungaji ama mtu mwingine yote anayemwombea yule mtu. Kwa lazima kuwa kuna sababu ya uponyaji, lazima kuwa kuna sababu ya kuinuliwa, na moja ya sababu ya mtu kupona, moja ya sababu ya mtu kuinuliwa ni kuzaa. Na ndio maana leo tunajifunza nguvu ya kuzaa. Lakini ukiuliza hapa, waombaji wote tunaomba, lakini tunajibiwa kwa viwango gani? Kwa kadri ya unavyozaa. Lazima uelewe ushirika wa mambo gani na mambo gani yanapokutana na jambo gani linatokea. Kama unazaa, wewe una uhakika utakapokuwa ukiomba utajibiwa sawasawa na kuzaa. Lakini pia Biblia inatueleza madhara ya kutokuzaa. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana, ile sura tu ya 15 pale, mstari wa kwanza. Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza. Biblia inasema, umefika? Alright. Anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ni sentensi ambayo inaeleweka, imenyoka kabisa, kwamba kumbe sisi tunafananishwa na tawi ndani ya mzabibu. Anasema hilo tawi lisilozaa huliondoa. Ukiunganisha pia na kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 10. Mathayo sura ya 3 ule mstari wa 10. Mathayo sura ya 3 na mstari ule wa 10. Maandiko yanasema hivi, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina. Kila mti usiozaa hukatwa, hutupwa shimoni. Ukienda kule anasema tawi lisilozaa hukatwa, hutupwa. Linalozaa husafishwa lizidi kuzaa sana. Swali linakuja,
Je, kanisa linajua nguvu ya kuzaa? Hiyo ni jambo la kwanza. Je, kanisa linajua nguvu ya kuzaa? That's the question number 1. Je, mtu anapookoka huwa anaelezwa nguvu ya kuzaa? Muamini anaelezwa connection iliyopo ya maombi yake kujibiwa na namna ya kuzaa kwake. Anaelewa. Hezekia alikuwa mmoja kati ya watu waliofanya vizuri sana katika utawala wake. Akapahudumia patakatifu pa Mungu, akapatengeneza vizuri, akafanya yote aliyomfanya afanye, akayafanya. Katika ulimwengu wa roho, yeye mwenyewe alikuwa anajihesabia kwamba amemzalia Bwana matunda, anazaa. Angalia hali ilivyokuja ya kuumwa kwake. Cha kwanza akamwendea Mungu, akamwambia Mungu, kumbuka. Yaani kumbuka namna ambavyo mimi nimesimama katika kazi yako. Kumbuka. Kumbuka alama niliyoiweka, ile alama niliyoiweka kwenye ufalme. Kumbuka Mungu, usisahau. Mwanadamu anaweza akapoteza rekodi, lakini wewe Mungu upotezi rekodi. Hebu rudi tena. Umemtuma Isaya aje niambie nitengeneze kwa habari ya nyumba yangu, kwa maana ugonjwa huu utaniua. Lakini Mungu, hebu rudi tena kaangalie faili langu uone. Halafu hebu angalia tena, review my documents, review kazi yangu. Mungu hapo hapo, sababu kwa Mungu kureview ni kitendo cha sekunde tu. Hapo akaenda kabla Isaya hajafika mbali, aambia Isaya, rudi kamwambia kwamba nimetengua nilichokisema. Nimekitengua. Akasema nitamuongezea miaka mingi. Ugonjwa utapona, nitamuongezea miaka mingi. Hapa akampa na ahadi nyingine katika utawala wake. Maana yake nini? Mungu aliangalia mazao aliyoyafanya alipokuwa kwenye nafasi. Kwa sababu Hezekia sio yeye aliyejiita. Biblia inasema ni Mungu aliyemwita, na lengo ni ili azae. Matunda yake apate kudumu, ili kila aliombalo alipate. Na moja aliloliomba ni kumwambia Mungu, hebu tukae chini tujadili juu ya hii statement tuliyotoa. Ni maombi yale. Na Mungu akajibu. Swali linakuja, je, muamini anaelewa umuhimu, nguvu iliyopo kwenye kuzaa? Basi tusiende mbali sana. Tuulize tu kwamba muamini anajua. Tunaposema kuzaa, unajua mtu ukimwambia kuzaa, anaweza kaa akili yake yuko Mwananyamala, Leba au wapi. Unapoongelea lugha ya kuzaa kwenye ufalme, huyu mtu anaelewa. Na sometimes huyu mtu anaelewa kwamba kuzaa kuna mhusu kila mtu. Maana ni rahisi sana kumwambia mtu, wachungaji bwana ndio wanafanya hiyo kazi, mashemasi hawa ndio wakafanya hiyo kazi, viongozi wa makanisa na ministers. Lakini kila mtu anazaa kwa nafasi yake. Na hakuna mtu ambaye hajapewa kiti, hamna mtu ambaye hajaitwa. Ile tu ulivyozaliwa tu kwenye tumbo la mama yako uliitwa. Ni roho iliondoka ikaja ikavaa mwili. Ulivyokuja umekuja na mission ya Mungu. Na ndio maana unamshangaa sana mtu anaposema kwamba mimi nimeona mapenzi yamenishinda, bora nijiue. Unaweza hivyo wewe unajua kwamba issue za mapenzi na mahusiano na ndoa, kuoa na kuolewa, unajua ni vitu vya hapa duniani na si vilivyokusababisha uje duniani. Kuna ajenda kubwa zaidi ya hivyo vitu ambavyo unataka kujinyonga navyo. Je, unataka kuacha ajenda mama kwa ajili ya substitute, kwa ajili ya vile una substitute, unaweka vile vitu ambavyo agenda mama haiwi substituted, yaani huwezi ukaibadilisha agenda mama na kitu chochote. Huwezi ukaondoa agenda. What's your plan? Mungu, okay, plan yako lazima iwe ni plan ya Mungu aliyokufanya uje duniani. Tumeona Mungu akiwaeleza baadhi ya watu, anawaeleza ambao hata wao wenyewe walikuwa hawajielewi.
Unajua kuzaliwa kwa Musa nadhani ya kwamba alizaliwa tu. No, it was a plan. Mungu alikuwa amejua ya kwamba itakapofika miaka 400 ya wana wa Israeli, ninalo agano na Ibrahimu la kuwatoa wale na kuwapeleka kule. Itakapofika miaka kadhaa, inabidi mtu mmoja azaliwe, na that was Musa. Kwa Musa anapozaliwa, nadhani ya kwamba amezaliwa kwa bahati mbaya. Kumbe Mungu amembebesha ajenda. Kwa hata siku ya kuzaliwa kwenye tumbo la mama yake, mbingu zinajua ya kwamba atakayewabeba wana wa Israeli kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, tayari tumeshaweka kwenye tumbo la mama fulani. Atazaliwa siku fulani, atasoma kwa muda fulani, atakuwa na akishapevuka atamwoa mtu fulani ambaye hata mvuruga kwenye hiyo ishu, atakuwa na watoto na baadaye atatokea hivi na ishu yake, atawapeleka wana wa Israeli mpaka kule. It was planned before. Hamna mtu anayezaliwa alafu eti katikati ndio Mungu akaanza kupachika plani. No. Plani ya wito wako ilianza toka ukiwa tumboni mwa mama yako. Na hiyo plani huwa inanyanyuka, hainyanyuki tu kama uyoga. Hiyo plani huwa inazaliwa pamoja na wewe unavyozaliwa. Kwa siku ulipozaliwa, ulizaliwa wewe, paki ndani yako kulikuwa kuna built in plani ya Mungu, ilikuwa tayari imeshawekwa na wewe. Iangalia tu picha ya mtu anayetengeneza vitu vya kublend, anachanganya hiki na hiki na hiki, anakiweka hapa, anafanya krrr, ikitoka inaonekana ni kitu kimoja. Lakini yule aliyetengeneza anajua ndani ya kile kitu unachokunywa ile juice ameweka nini. Ndio mwanadamu anavyozaliwa, kuna vitu vingi Mungu ameviweka hapo mpaka kufika kwenye plan. Hapa katikati kuna mapito. Tunamwona Gideoni kapita kapepeta ngano chini ya mwaloni, lakini haikuondoa plani ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Muda na majira yakifika, lazima plani ya Mungu itimie. Kwa hakuna mtu aliyezaliwa akiwa hajabeba ajenda. Lakini mtu anaweza akafa kifo kingine ambacho sio plani ya Mungu. Ni kwamba huyu mtu amebebeshwa ajenda, amegoma kuibeba. Kila Mungu akimsemesha anaikimbia ajenda. Afanyaje? Tunarudi kwenye maandiko. Linakuwa ni tawi lisilozaa, linakatwa kwa sababu haliwezi kuzaa tena. Kwa sababu kila anayepanda mpapai anatarajia uzae. Hajui ni mpapai gani utakuwa mpapai dume. Lakini utaujuaje ni mpapai dume? Utakapofikia kuwa na majukumu ya kuzaa. Unaona hauzai, unajua huu ni mpapai dume. Sawa? Waulize wanaolima, watakata ule mpapai ili usiendelee. Huwezi endelea kuweka mbolea kwenye mpapai dume, kwa sababu papai sio ua. Papai sio kitu cha decoration. The decoration ya papai ni tunda. Wanataka tunda la papai watu wakale. Halijazaa linakatwa. Na likikatwa what follow? Regret. Kwamba why nimeweka mbolea kwenye tunda, kwenye mti ambao hauzai. Ni kama vile Mungu anavyokulinda na ajali, anatarajia muda na majira atakapofika akulinde na ajali. Atakapokusamia ukazae, uende ukazae. Akiona unalindwa na ajali kila siku, napita hapa bodaboda sana kukwepesha, Mungu anajua namkwepesha mtumishi wangu ajae, labda baada ya muda fulani atabidi anze kuzaa. Halafu amekukwepesha na yote kukukwepesha, wakati wa kuzaa umegoma. Maana yake ni nini? Ni sawa na mti usiozaa, lakini mpandaji alivyokuwa akipanda hakulenga usizae, alilenga uzae, lakini kwa sababu mbalimbali haujazaa. Hata sisi tunazo sababu mbalimbali za kibinadamu ambazo unaweza ukaziona kama ni sababu, lakini kimsingi zinakupa status tofauti mbinguni ambayo inaondoa ile potential yako ya kuexist, ya kuwepo. Haleluya. Kwa sababu kila mtu Mungu amempa karama. Kuna kitu Mungu amekiweka kwa kila mtu. Kuna kitu, kila mtu amebeba nini? Kitu. Na hicho kitu ndio wito. Na hicho kitu lazima kizae. Na hicho kitu ndio kitakacho kuhesabia kwamba wewe ni mti unaozaa ama usiozaa, kutokana na kitu kilichowekwa ndani yako. Kuna kitu Mungu amekiweka kwangu, hajanipa vyote. Na ndio maana tunakamilishana. Sawa? Tunakamilishana.
Sio lazima watu wote Mungu aite kanisa zima liwe linaona movement ya mapepo na uwepo wa Mungu. Hamna mtu atakayetulia hapa. Kila mmoja atakuwa kama anakwepa mawe, anakwepa jiwe, hapatakuwa na utulivu. Lakini Mungu anaachilia karama na vipawa kwa mgawanyiko ulio wa uwiano ili kumkamilisha mtakatifu. Maana yake nini? Atampa mtu ambaye anaona movement ya kiroho inayoendelea. Anaona yule ana shida fulani, yule ana shida fulani, yule ana shida fulani, yule ana shida fulani. Lakini atamweka mtu mwingine wa kupapanga ambapo yule mtu anasimama. Sawa sawa? Atamweka mtu mwingine wa kuimba ili uwepo wa Mungu fanya nini? Ushuke. Ataweka wengine wa kusimamia utaratibu ukae vizuri. Ataweka, kuna wengine wameamka saa 11 kwa ajili ya kusababisha ibada hii ikamilike. Kwa nini na mimi sikuja saa 11? Nilijua nilichoitiwa mimi, hata nikifika saa 1 sijachelewa. Mwingine kutokana na kitu Mungu alichomuitia, akifika saa 1 ameshakwamisha kila kitu. Akifika saa 12 amekwamisha kila kitu. Inabidi afike saa 11. Yeye Mungu alimuita kwa ajili ya hiyo nafasi. Na ndio maana ukijaribu kuangalia, nikupe tu mfano. Kitu usichoweza kukifanya wewe, mwingine anakiweza. Na ndio maana mtu mwingine anaanza, wewe unawezaje kukaa? Mimi naweza nikakaa porini hata masaa 6, 7, yani muda mwingine kuondoka najisikia vibaya. Lakini mwingine lazima porini hapana. Lakini mwingine ukimpeleka akae namna hii, akae tu namna hii, ni rahisi. Mwingine kukaa tu namna hii, kazi za kukaa mbea mimi hizo kazi siwezi. Mimi naweza za kuzunguka. Mwingine za kuzunguka hawezi, anaweza za kukaa. Na ndio karama na vipawa the same. Mungu anainua wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa walimu, wengine hajasema wote, amesema wengine, some of them. Sawa sawa? Wote hatuwezi tukawa walimu, wote hatuwezi tukawa manabii, wote hatuwezi tukawa wachungaji. Ananyanyua wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa manabii, wengine amewapa portion, na lengo la kukuinua wewe mwingine ambao umeitwa ni ili ukazae. Ukishindwa kuzaa unaonekana hauna faida, na ukionekana hauna faida unaonekana wewe unapaswa kukatwa. Kwa kama unaishi kwa kumtazama Mungu, usije ukasahau kwamba tathmini ya maisha yako lazima ilenge kwenye kuzaa kwako. Huwezi kuzaa hauna faida. That's all. Na Mungu alitupa position ya wote kuzaa. Akaambia enendeni ulimwenguni mkamfanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Nafasi ya kuzaa zipo za aina nyingi sana. Hata nikiziongelea hapa haziwezi kuisha. Lakini nitakupa mfano. Watu wengi sana huwa wanajua ratiba za makanisa huwa zimewekwa na makanisa. Ni ukweli. Alitokea mtu akasema, wa mama tutakutana Jumanne, wa baba tutakutana Jumatano, Alhamisi. Alitokea nani? Mtu. Lakini hata Biblia imeandikwa na watu. Biblia inasema walikuwa inspired na Roho Mtakatifu. Waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hata hizi ratiba mnazoona zimepangwa hapa, mnaweza kuona kama zimepangwa na mtu, lakini ni ratiba zilizowezeshwa. Yule aliyepanga aliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa sio ratiba ya mwanadamu, ni ratiba ya Mungu. Ile tu kwamba umekuja. Yaani kwa wababa, ile tu kwamba umekuja namna hii, tayari umeshazaa. Your presence, yani ile umekuja namna hii. Hata kama ukubahatika kuchangia chochote, ile umekuja tu, umesababisha ile ratiba ya Mungu kufanyika, tayari ni kuzaa. Yaani ile umekuja tu tayari ni kuzaa. Yaani ni mpango wa Mungu leo iwepo ibada hapa. Mbingu na zenyewe zinaandaa protokoli zake za namna ibada. Yaani ile wewe kufika tu kwenye ibada tayari ushamzalia Bwana matunda. Kwamba umesababisha ratiba ya Mungu ikamilike. Umezaa.
jamani wa mama tukutane, jamani wa baba tukutane, ile tu umefika, umezaa. Jamani leo wa mama wa baba vijana tutakuwa tuna agenda hii na hii na hii, ile tu kwamba umechangia kusababisha zile agenda kufanikiwa, umezaa. Hata mchango jamani tufanye hivi, yani ile tu kusababisha zile agenda ziende kwenye hatima iliyo nzuri, umezaa. Lakini angalia, usipoelewa unaweza kuwa unasema mimi na kazi zangu tu, si wa mama hao. Hujui unapigana na nani, unapigana na mwenye agenda. Hivi ulishajuaga kwamba umeenda kwenye kikao cha vijana halafu umekaa tu huna point zozote? Unajua ni kama tawi lisilozaa. Pale unasema kwa niambe hapa si vijana tu. Ni vijana. Hiyo sio, ni vijana wa wapi? Kama ni wa mtaani then fine. Lakini kama ni agenda ya Mungu, ile tu kwenda pale na usiwe na mchango wa kusababisha ile idara vijana ama wale vijana wafanikishe ule tayari. Na kuna mwingine anatoka yuko kule amevurugwa huko, anakuja na mudi zake pale, halafu anawachanganya tu, halafu anaondoka zake. Halafu kupitia yeye ni kama ile meeting ya vijana imevurugwa na yeye. Halafu wewe unadhani ya kwamba ulivuruga meeting ya, yani ni kama umeenda mbinguni ukaanza kupiga meza za viti vya enzi. That was not kwamba umemuoffend mtu. It is direct kwamba umeenda kupiga, umeleta vurugu kwenye madhabahu ya Mungu. Unajua kuna watu wanapicha kwamba ni ili iwe madhabahu, hapo mchungaji pale afanye hivi basi ndio heshima. Ni kuhakikishie the same attention ambayo Mungu anaipay ninapokuwa mimi hapa, ndio the same attention anayoipay mnapokuwa kwenye vikundi vyenu huko. Yaani usipojifunza kumwangalia kiongozi wa idara kama unavyomwangalia mchungaji, umekwisha. Usipojifunza kumwangalia kiongozi wa idara kama kiongozi aliyewekwa na Mungu, umekwisha. Kwa kutokulielewa hilo ndio maana unakuta watu kwenye idara wanajibu wanavyojisikia. Wewe unakuta kwenye idara mnagombana, eti kwenye kikao watu wanarushiana maneno. Yaani ni sawa sawa mmekuja kurushiana hapa mbele ya madhabahu. Msipoziona idara ni madhabahu, hamwezi kufanikiwa. Angalia vile mtu anavyokuwa na mradi wake. Alafu angalia vile ambavyo mtu anauangalia mradi wa kanisa. Angalia vile akiwa ofisini. Angalia tu akiwa ofisini alikoajiriwa mbele ya bosi wake. Samahani bosi, labda ninaomba niombe tu kuchangia kama nitapata nafasi. Naomba tu labda ni nani hapa nilikuwa nadhani ili tuweze kufanikiwa kampuni yetu tufanye hivi na hivi na hivi. Lakini pia naweza hata mimi nikaenda kuuliza bei Kariakoo sio mbali. Naweza nikaenda. Ona akifika kwenye meeting ya idara, vikao vya idara, amekaa zake kimya kama mtu asiye na akili. Sawa sawa, kama mbumbumbu. Lakini akiwa kule unakuta watu wanamwambia changia nakutania, bosi wake anamwambia samahani bosi anafanya kabisa hivi, samahani bosi. Ona kwa kiongozi wa idara anavyomuongelesha. Ambia sikia bwana tusifanyane hivi, tufanye kule fire boss. Mimi nakuhakikishia kama we ni mtu wa namna hiyo, shtuka leo. Unahesabika kama mti usiozaa. Na haupigani na mwanadamu, unapigana na Mungu mwenyewe. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Kama kule ofisini kwako unaonyesha attention yote, na unaweza kukuta ofisi yako imefanikiwa kwa sababu yako, lakini kanisa halijawahi fanikiwa kwa ajili ya uwepo wako. Angalia miradi yako mwenyewe ukiwekea unavyoiamkia saa 11. Angalia vile unavyokuwa mwepesi kuwapigia simu wafanyakazi uliowatuma, ama kama kuna mtu unamfuatilia. Angalia kwenye mradi wako. Swali linakuja, kwenye mradi wa Mungu inakuwaje? Tunapoongelea mradi wa Mungu
tunaongelea seli, tunaongelea ibada za ministers, tunaongelea idara, namna gani? Kazini unaweza kuwa unafurahi, ukiongezewa cheo kazini unafurahi kweli kweli. Jamani, unashuhudia jamani, mwenzenu nimepata kazi, nimeongezewa. Ndivyo inavyotakiwa unapopewa position kwenye kazi ya Mungu, uifurahie na ndugu ajue. Kama ulipoongezewa tu cheo kuwa assistant director kule, uliweka hadi kwenye status na ndugu ukaandika kabisa, huyu bwana ametenda. Na leo wewe mliopewa nafasi ya ushemasi nani, uende ukaandika kwenye status, hakika Mungu amefanya nini? Ametenda. Kwa sababu kama unavyoifurahia nafasi na kuiheshimu nafasi ya nje, uone na kazi ya Mungu akikusimika mahali, uone ni nafasi ya upendeleo, uone ni heshima. Siku utakapogundua kuviheshimu vitu vya Mungu, utawekwa kwenye status mpya ya kuzaa. Umeifurahia nafasi yako uliopewa. Kama unaifurahia nafasi uliopewa kwenye kazi ya Mungu, hiyo ni character, ni sifa na tabia nzuri ambayo inakusababisha uonekane unazaa. Vipi kwa habari ya kukataa nafasi? Kuna mtu mmoja anapitia hali ngumu sana. Huwa naisema huu mwezi nimeshaisema ni mara ngapi. Haelewi anapitia shida kwa ajili gani. Lakini Mungu akaniambia sababu ni moja tu. Alikataa kuzaa. Nilimpa nafasi, hakuifanya vizuri. Lakini wakati Mungu ananipa, hakunipa nimpe, hatupeani. Ni Mungu anaiona kitu alichokiweka ndani. Alichungulia akaona alichokiweka ndani. Hafu nampa mtu nafasi, anashindwa kuifanyia kazi vizuri. Mpaka nikamwita nikamwambia, wewe, mbona uwezo wako ni mkubwa sana? Mbona unakuja kushuhudia kwamba ofisini kwenu umesababisha ofisi zenu zistawi? Mbona hapa kama vile sioni nafasi yako. Hapo na mtu wa chini yake ndio akawa yeye yuko busy. Nikamuondoa kwenye ile nafasi. Bahati mbaya shetani huwa hakushtui mapema. Kakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, huu wa tatu sasa shughuli imeanza. Ameshasahau, hajui, kafukuzwa kote, kashushwa chini kabisa. Na haelewi kwa nini ameshuka chini. Anakuja ananiambia ofisini, mchungaji, ninavovaa tu ndio kunanibeba, lakini maisha yangu yameisha. Sasa kila nikitaka kumwambia Mungu ananizuia. Sijajua sababu ni nini, lakini najua kwa nini anapitia hiyo hali. Kwa sababu siku alipopewa nafasi, aliona kama nafasi ya Mungu anapotezewa muda. Aliona kama nafasi ya Mungu sio kitu cha kuambatana nacho kuliko zile nafasi ambazo anazipata akiwa nje, akiwa kwenye kazi zake huko. Alipopoteza nafasi ya Mungu, alipoteza nafasi kule kwenye kazi zake. Hivyo ndivyo ilivyo. Haya, vipi kwa habari ya kuzaa? Kule ambapo kila mtu anatakiwa mlete mtu kwenye kazi kwenye nyumba ya Bwana. Hivi unajua kwamba kazi ya kuhubiri, sio wote tutapata kazi ya kuhubiri. Sio wote wenye karama ya kuhubiri. Lakini karama ya kumleta mtu kwenye kazi ya Mungu, kwenye nyumba ya Mungu, ni kazi ambayo kila mtu anaweza. Na ni kazi ambayo huwezi kuikimbia. Kwa sababu una interact na watu kwenye multiple places. Yaani kuna maeneo mengi sana unakutana na watu. Saiko yako ni kubwa. Nikisema saiko yako ninamaanisha ya kwamba ukitoka hapa, saiko ya kwanza ni hata wale waliokuwepo mahali hapa waliorudi nyuma. Ni saiko ya kwanza ambao wewe unaimudu. Ukienda nyumbani kwako kule, mtaani kwako, kuna watu wamekuzunguka pale mtaani.
Haya, ofisini je? Unakofanyia biashara je? Humo mabarabarani, wale ambao huwa unanunua kwao vitu, wale ambao unawauzia vitu, yule anayekuuzia nyanya, ulishawahi kumwambia karibu kwa Yesu? Unajua watu wakiona watu wanacheka hivi anaweza kadhani watu wako salama. Kuna watu wanacheka lakini ndani wanahitaji msaada wa Yesu. Ndani wanahitaji kupona. Je, ulishawahi simama mahali palipobomoka kwenye nafasi yako kumzalia Mungu matunda? Kwa sababu ni watu wachache sana ambao wata display shida yao, ukagundua huyu ni mwenye shida ukamwambia. Wengine shida ni za ndani kwa ndani, zinahitaji hata kama mtu anacheka mwambie njoo kwa Yesu. Huyu Muislamu, mimi siwezi kumwambia Muislamu huyu, siwezi kumwambia karibu kwa Yesu. Sikiliza, hapa tuna watu walikuwa Waislamu leo ni Wakristo. Kuna watu walienda kuwashuhudia. Ile tu unamwona mtu amevaa nguo ya Kikristo haimaanishi ni Mkristo. Ile unamwona mtu amevaa nguo ya Kiislamu haimaanishi ni Muislamu. Mimi nawahudumia watu wa kila aina, ninawajua wengi tu. Kuna watu mimi nikikwambia wengine nao wanalea kiroho utakimbia, utashangaa. Kuna watu wengine ambao wanavaa uniform masaa 24 zinazowatambulisha wao ni watumishi wa dhehebu fulani, lakini chini chini wanakuja anambia pastor, ninaomba niombee. Wengi tunawahudumia, lakini nikikutajia hapa utashangaa. Kuna wengine mimi nawahudumia kama wali watatu ni wa madhabahuni kabisa, lakini sehemu nyingine ambayo yani ukiwaona hivi wanapoongoza ibada huwezi dhani kwamba mchungaji wako anamlea yule kiroho. Utashangaa sana. Utashangaa sana. Na nawaombea na sana nimepona asante sana. Na naendelea. Naambia wewe endelea huko, endelea. Kwa nature yenu ukiacha sasa hivi huko utaleta taharuki kubwa. Wewe endelea huko, mimi naendelea kukuhudumia. Lakini hawa watu hawa ukiwaangalia unaweza kadhani wao wanajitegemea, hawahitaji msaada. Unaweza kawaacha usiwasaidie. Lakini usimpimie mtu kwa muonekano wa nje ndio umhubirie. Hapana, wewe hubiri kwa kila kiumbe. Kila atakaye kuja mbele yako mhubirie. Ukifika ofisini useme huyu hapa ni boss, huyu hapa ana nani yote. Mhubirie, mwambie nimekuja kutembelea boss, lakini karibu kwa Yesu. Unajua Yesu ni zaidi ya hela. Usidhani Yesu anakuwa substituted na kitu kingine. Huwezi ukadhani ya kwamba mtu akiwa na hela mhitaji Yesu. Hela ni hela, Yesu ni Yesu, havichangamani. Wala hakuna kinachomfeed mwenzie. Usije ukakaa ukasema mtu ana hela, ana magari, ana majumba, ana cheo, anamhitaji Yesu. Watu wana cheo lakini hawana amani. Amani inapatikana kwa Yesu. Ili mpate hiyo amani lazima utoke wewe, umwambie karibu kwa Yesu. Kwa Yesu kuna amani. Ana gari lake hana amani, ana nyumba yake hana amani, ana cheo chake hana amani. Ni nani wa kwenda kumwambia? Ni wewe. Utamwambia muda gani? Pale utakapoondoa mentality ya kumwangalia mtu umbo la nje, hata sema huyu hana shida. Ukimwona mtu amependeza, mwambie huyu hana shida. Kuna watu kupendeza ni asili yao. Kama ulivyo uchafu, kuna watu uchafu ni asili yao, ana mamilioni lakini mchafu. Ukimwangalia unaweza kumwambia huyu hapa ndo anayemiliki simu basi gani. Ukimwangalia kama maebwebu kama utajini ndio huu nini. Na mwingine unaweza kukuta amevaa suti namna hii, ukimwangalia unasema yes ndio mtu mwenyewe huyu. Sikia nikwambie, kuna wengine usafi ni asili. Kuna wengine uchafu ni asili. Hata akiwa asipokuwa na hela atakuwa msafi. Kuna mwingine hata akiwa na hela anakuwa mchafu. Kwa usimwangalie mtu kwa umbo la nje ndio umhubirie. Hubiri hata ukaona mtu amependeza, mwambie ndugu, ninajua umependeza lakini kuna kitu yamkini kinakukosekana. Hicho kitu kiko kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Wewe mwambie, yamkini usijue ni kitu gani.
Unaweza usiwe na macho ya roho kuelewa ni kitu gani, lakini mwambie ndugu, nikikuangalia umependeza, lakini ndani yako yamkini kuna kitu kimepungua. Una hela, una kila kitu, lakini kuna kitu kimepungua. Hicho kilichopungua ndicho nachokuitia, kipo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Utashangaa amekuja. Utashangaa amekuja. Unaweza kumkuta mtu mavazi yake kabisa, sasa huyu ni wa dini fulani, lakini wewe mwambie ndugu, mimi najua una dini yako nzuri. Sijaja kukuhubiria dini. Nimekuja kumhubiri huyu Yesu. Kama unamtaka Yesu, unahitaji huduma hii ya namna Yesu aingie kwako na awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mimi naitoa hiyo huduma. Kama unataka nikuhudumie, naweza nikaanza sasa kuongoza sala ya toba. Unamuongoza sala ya toba. Sala ya toba sio lazima aje kuongozwa na mchungaji. Sala ya toba kama huijui, njoo kwa mashemasi watakufundisha. Kusema Bwana Yesu naja mbele zako. Ukikutana na mtu, issue ya sala ya toba unamalizana huko. Ukimleta huku ni kukua kiroho. Lakini ukiona labda ni mtu ambaye umeinteract naye sana, labda ukimwambia akuongoze sala ya toba, wewe huwezi kumuelewa, sawa? Hawezi kukuelewa. Maana kuna watu wengine wanaharibu ndio wanatengeneza. Unafika unamuona dada, watu naambia dada, mimi nikikuona naona nachanganyikiwa, afu baadaye unaona amesema staki, unaambia basi njoo kwa Yesu. Sasa huyo usimuongoze wewe sala ya toba, maana ulishaanza kuharibu. Sawa, mlete huku moja kwa moja. Lakini vitu kama sala ya toba unamaliza huko. Kabla mwaka hujaisha lazima uwe na watu hata 30-40 ambao umewaongoza sala ya toba. Wewe umeongoza sala ya toba. Swala ya kuongozwa sala ya toba, kila aliye na Yesu anaweza kumshuhudia mwingine na kumleta kwa Yesu kupitia kumuongoza sala ya toba. Usikubali kuinteract na mtu halafu usimpe taarifa za ufalme. Unajua kuzaa sio mtu mpaka okoke. Kuzaa ni kuzipeleka taarifa. Ukizipeleka, ukizifikisha, umefanya nini? Umezaa. Usimng'ang'anize sana okoka leo, kesho utakufa, utakuwa moto. Wewe peleka habari njema ya ufalme wa Mungu, injili iliyonyoka, injili inayokubalika ambayo haina vitisho, lakini injili neno lenyewe lina nguvu ya kumwokoa mtu. Kwa hiyo lipeleke neno, pure gospel uipeleke. Baada ya hapo maamuzi ya kuokoka yanaweza akafanyika siku hiyo ama sifanyike siku hiyo. Mtu anaweza akasikia kwako leo akaja kuokoka baada ya miaka 2 kwa injili uliyompa miaka 2 iliyopita. Maana wokovu ni kwa neema. Neema ni nini? Ni uwezeshaji wa Mungu unaokuja kwa mtu ambao haujui siku, haujui ni lini neema ya Mungu inavyokuja. Haujui ni lini utakutana na taarifa nzuri zitakazo kusema mimi leo ninaamua. Maana yake nini? Keep on preaching. Swala la kuhubiri leo nataka nikutoe kabisa kwenye mtazamo wa kwamba wanaotakiwa kuhubiri ni watu fulani. Alisema swala la kuhubiri ni la sisi sote. Huwezi kuhubiri, mlete. Wewe umeshindwa kuhubiri, ukimleta mtu akahubiriwa na mtu mwingine, yule mtu akipona, thawabu haiendi kwa aliyemwekea mikono. Thawabu inamwendea toka kwenye aliyemleta. Si mnaonaga hata kwenye mpira kuna yule anaitwa assist, si ndio? Assist ana nafasi kubwa kumfanya mtu afanye nini? Afunge. Hasa kama pasi imeletwa mbovu. Pasi imekuja iko kule, mtu atafungaje? Assist lazima mpelekee mahali ambapo position ya mfungaji anafanya nini? Anafunga. Goli likiingia anasifiwa aliyefunga na anasifiwa na nani? Na assist. Wote inaonekana wote kwa pamoja ndio umesababisha nini? Goli. Ndio kazi ya ufalme. Unaweza wewe usiwe mfungaji lakini ukawa assist mzuri. Walete watu wakija wataongozwa sala ya toba. Walete watu wakifika wataombewa. Walete watu wakifika watahubiriwa.
Haleluya. Unachotakiwa unapoenda kule uwe na neno tu la kujitetea. Usiende mweupe sana. Huyu Yesu nani? Mimi sijui lakini mchungaji anamjua. Usiende kwenye level hizo, sawa? Usiende mweupe sana, sawa? Nenda kidogo na vesi za kujitetea, sawa sawa? Lakini akifika ulipoanzisha wewe, mchungaji akija anafanya nini? Anaendelea. Shemasi akija anafanya nini? Anaendelea. Minister akija anafanya nini? Anaendelea. Kiongozi wa seli akija anaendelea. Mahali ulipoishia wewe. Tuwalete watu kwa Yesu, ndio kuzaa. Na kuhakikishia faida yake ni nini? Ipo siku utamwambia Mungu, kumbuka. Kumbuka. Unajua unaweza kumleta mtu ambaye kimsingi kama singekutana na Yesu angekufa. Lakini ukashangaa wewe uko kumleta ule mtu pale anapona. Umemzalia Bwana matunda. Kwa sababu ajenda ya Mungu ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Ndio ajenda yake. Watu wapokee habari njema. Na ndio maana sasa Yesu alipofika kimo cha yeye kuanza kuhubiri, cha kwanza alihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Ndio ajenda. Usije ukawa umeketi barazani pa wenye mizaha. Maana yake nini? Sababisha yale mabaraza yageuke, yaache mizaha, yamjue Mungu. Hakikisha unaacha harufu ya manukato mazuri katikati ya mahali popote penye uharibifu. Sikia nikwambie, you can change. Unaweza kubadilisha hali ya hewa ya mahali fulani. Watu wanagombana, watu wanafanya nini? Naambia jamani, hebu tusome huu mstari kwanza. Unatafsiri kidogo. Hata ukiambia wewe tuache bwana wewe, tuma na mwingine tena mpaka wakulefutishe. Yaani wakikuondoa, usidhani ya kwamba maneno yale hawatayaondoa mioyoni mwao. Watakuondoa lakini mioyo yao inaendelea kuchomwa. Kwamba lakini alisema yule bwana, tulimuondoa yule bwana. Hata Yesu alipokuwa akihubiri, Mafarisayo sio kwamba walikuwa hawamuelewi. Wanakaa na muelewa. Wakiondoka kuna vitu vinaanza kupingana nao. Kuna kitu anachokisimamia na kuna kitu alichokisikia. Vinaanza kupingana navyo. Na ndio maana ukisoma utaangalia Yesu akawauliza wale Mafarisayo, vipi kwa habari ya Yohana Mbatizaji? Alikuja kujaje yule? Wakasema hivi, hapa tukisema ya kwamba, nakumbuka, kama kuna watu wanamwamini. Kuna watu wanamwamini. Maana yake nini? Hata wao wenyewe walikuwa wanamwamini. Lakini wanapinga tu. Sasa wanapinga. Sasa hapa tusemaje? Huyu jamani wa ukweli. Tukisema ametoka kwa Mungu. Tukisema kutoka kwa Mungu. Sasa nataka kujiuliza, kwani nyinyi mnadhani ametoka wapi? Ingekuwa labda ni swali ambalo kuwauliza wao. Lakini wakasema ngoja twende tuseme hivi na sisi hatujui. Akasema na sisi hatujui. Yesu akasema na mimi siwaambii. Kwa sababu alijua mnajua lakini mmejitoa fahamu. Na mimi siwaambii. Kama hamjajua ubatizo wa Yohana umetokea wapi, kama hamjui ajenda ya Yohana, na mimi sijui. Mnaelewa lakini na mimi sijui. Maana yake nini? Taarifa walikuwa nazo. Na walikuwa wanamjua Yohana Mbatizaji ametoka kwa Bwana. Na walikuwa wanajua wapo wafuasi ambao wamepona, wamesikia, wameelewa injili ya Yohana Mbatizaji. Kama sauti ya mtu aliaye nyikani, anayetengeneza mapito kwa ajili ya anayekuja nyuma yake. Waliyasikia, wakatubu, wakabatizwa. Unawaambiaje juu ya Yohana Mbatizaji? Akasema hapa tukienda tukaongea kwa sura hii, kuna raia wana hasira. Hawezi kukubali. Hawezi kukubali. Akasema tunafanyaje sasa? Akasema bora tufike pale ili tuwe salama, tuseme na sisi hatujui. Yesu akasema kwa kuwa hamjui na mimi sisemi chochote. Maana yake ni nini? Hata ukienda kuwahubiria watu zaidi ya Mafarisayo, usije ukazani neno lako huwa linarudi bure. Neno likiachiliwa huwa lirudi bure. Ni kama mbegu iliyoachiliwa kwenye ardhi, huwa hairudi bure. Haijalishi ni shehe, haijalishi ni Buddha, haijalishi ni
mpagani, haijalishi ni kabila gani, yani wewe achilia neno, huwa halirudi bure, imradi neno la Kristo huwa halirudi bure, litazaa kwa wakati wake. Kazi ni kwenda kufanya nini? Kuwahubiria. Kuanzia leo hakikisha hui wa hasara kila mahali unapoenda. Hakikisha unapambana na mazingira. Unafanya nini? Wamama, si mnaendaga kusuka? Mnaelewa vinavyoendeleaga kule saluni. Usikae kimya. Yaani ukikaa kimya kasa, mimi bwana wewe, bora nisiambatane nao. Imradi wewe unasikia, wewe ndio utakayeathiriwa. Hakikisha wewe unaongea na wewe, ili upingane na unachokisikia. Ukikaa kimya utasikia sana, na kila kinachosikia kinaenda kubadilisha moyo. Haijalisha how strong uko vipi, imradi umeruhusu kusikia, it will disturb your inner mind. Kuna kule ndani kule kutaharibika. Kwa usikae kimya. Waambieni jamani, Yesu anaweza. Yesu basi mtu fulani akafanya hivi, lazima, lakini kwa Yesu kuna raha sana. Huyo mtu angekuja kwa Yesu, yaani unawavuruga. Unafanya nini? Vile unavyowavuruga, usidhani usidhani unatupa maneno kwenye upepo. Hapana, kuna mahali yanaenda kutua kwa wanaosikia. Sawa sawa. Baada ya muda, kile wanachokisikia ni kama mbegu, kitakuja kukua. Baadaye mnashangaa mtu from nowhere anapitiza moja kwa moja, sasa mimi naenda kanisani. Huyu mtu hajaamua. Kuna siku alisikia la huyu, akasikia na la yule, akasikia na la yule. Wakati ulipofika, ana taarifa za kuungaunga, anaondoka moja kwa moja kwenda wapi? Kanisani. Basi tumuombe Bwana wa mavuno ya kwamba hizo za kuungaunga mojawapo sio ni za kwako. Yaani mtu aje kwa Yesu, moja ya taarifa nazo ziungaunga ziwe zimetokea kwako. Yesu aliangalia akaona watu wanavyohangaika. Watu wanahangaika, watu wana mateso huko nje. Ukiona vibao vimeandikwa kwa mganga wa kienyeji wa jadi, mganga kiboko kutoka wapi, usidhani wale ni hawana akili timamu. Kuna watu wanapata shida. Kuna watu wanapata shida sana. Yaani hana taarifa za utatuzi wa tatizo lake. Kwa akiona cha mganga kienyeji, sawa, acha niende huko. Lakini kumbe wewe ungetangulia kabla yeye kukiona kibao cha mganga kienyeji. Yamkini angeacha kwenda kwa mganga kienyeji, akaja kanisani. Lakini Mungu amekupitisha njia fulani uonane na mtu fulani, halafu ulipoonana ukagoma kuzaa. Huyo hapa mimi ni rafiki yangu, siwezi kuhubiri. Sikiliza nikwambie, haijalishi ni rafiki yako, haijalishi nimesoma naye kwa siwezi kumhubiria. Wewe mhubirie na atakusikia. Atayachambua mliokuwa mkisoma naye, atachambua na ulicho nacho sasa hivi. Mimi Winnie yule pale nimesoma naye, Winnie Asei nimesoma naye. Mbona amekaa pale ananisikiliza? Wewe unashindaje kwenda kumhubiria uliosoma naye? Mwalimu wangu mimi wa Jitegemee Secondary School, mwalimu wa Kiswahili, ni mtoto wangu wa kiroho sasa hivi. Namhudumia kiroho. Na ni mwalimu wangu. Siku moja nimeenda Njombe, nikakutana na mwalimu. Nikamwambia, "Mwalimu, shikamiko, mtumishi wa Mungu. Anatemeka kabisa namna hii. Mimi namwangalia kama mwalimu, yeye ananiangalia kama mtumishi wa Mungu. Ikabidi na mimi nianze kufunga koki zangu za wanafunzi, nifungulie koki kama za mtumishi. Nikaanza kumhudumia. Maana yake nini? Hata yule uliyecheza naye mrudie. Hata yule uliyecheza naye mfanye nini? Haijalishi ulikuwa una tabia gani ulipokuwa shuleni. Utafute andiko la kujitetea kwamba Paulo na yeye kabla ya kuwa Paulo alikuwa nani? Sauli. Rudi kawaambie ya kwamba yupo Yesu anayeponya, yupo Yesu anayeokoa. Waambie hata mimi kipindi hicho nilikuwa sisijui hizi taarifa, nimezijua, nimerudi kwako.
Haleluya. Yamkini hata wewe una malebo wako. Mrudie malebo wako. Aliyekataa? Aliyekataa usimwache. Rudi kamwambie nimerudi tena kukupa taarifa za ufalme wa Mungu. Haleluya. Usichoke kuhubiri injili. Hubirini injili. Usichoke kuhubiri injili. Hubiri injili. Usije ukaona kama dunia imetosheka. Dunia bado haijatosheka. Dunia bado ina uhitaji. Watu bado wanahitaji kuisikia sauti ya Mungu. Na wewe ndio sauti ya mtu aliye nyikani. Nenda. Angali, unajua Yohana Mbatizaji hakukaa kimya. Sawa sawa. Yohana alipita akahubiri kila kona kwa kila mtu. Ni sawa vile Mungu akakusemesha kwamba hebu nenda kaseme na mtu fulani. Nenda tu kaongee kitu fulani. Usianze kusema yule mbona yule pale ni yule ni mkubwa ameokoka zamani. Sikia nikwambie, moyo wa mwanadamu unahitaji taarifa kila siku. Si ajabu hizo taarifa zimepitishwa kutoka kwa Mungu kuja kwako, uzipeleke. Hebu nenda kazae. Kataa ugumba. Kataa nini? Nenda kafanya nini? Kamzae. Nikikuuliza wewe, na unajua kuna mtu mwingine akisha kuwa na position kamoja ndio wako. Wewe vipi? Mimi mwenye ni katibu wa mama. Sikia. Unaweza kuwa ni katibu wa mama. Ndio, ni position ya kwanza. Haya, na ukienda mtaani, ukipita barabara za mimi sihubiri mimi ni katibu wa mama. Ama mimi ni mwenyekiti wa vijana. Maana yake nini? Ukatibu uko kanisani, sawa sawa. Ukitoka nje wewe ni mhubiri, sawa sawa. Nenda kahubirie watu waje kazini. Yesu aliwaona watu wakihangaika huko na huko. Akaumia ndani yake, akasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Akasema muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi wake wapi? Shambani. Hao watenda kazi ni nani? Ni sisi. Haleluya. Tunaitwa leo. Hii ni sauti ya mtu anayelia nyikani. Nimetumwa na Bwana nikusemeshe ya kwamba uende ukazae. Yaani hakikisha kila wiki uwe una ratiba yako, yaani una ripoti yako kwamba umezaa kwa kiwango gani. Every week. Umezaa kwa kiwango gani? Okay. Turudi kwanza kidogo pale kabla sijaenda mbali. Nakumbuka tuliposoma andiko la kwanza akasema hivi, si mimi, si ninyi mlioniita, ni mimi nilioita. Anasema hivi, pata kuzaa matunda yenu ya dume, ili kila mtakaloliomba kwa Baba kwa jina langu mfanye nini? Mlipate. Changamoto kubwa iliyopo makanisani leo, shika sana, itakusaidia. Kila kona ukienda kwenye makanisa utakuta kama watu wako busy sana na maombezi na kuhitaji uponyaji kuliko kuwa busy kwenda kuzaa. Na ndio maana wahitaji kwenye kazi ya kwenye madhabahu kwenye hawaishi. Nikupe siri leo. So mnaona watu wanaokusanyika hata hapa sisi tumekusanyika, si ndio? Yamkini kila mmoja hapa anaweza akawa na kitu chake. Ni challenge. Yamkini mwingine anaweza akawa na challenge ya kutokuolewa, mwingine ya kutokuoa, mwingine ya kupata swi nini, mwingine ya biashara, mwingine ya challenge ile. Shika hili litakusaidia. Kuanzia leo, hebu stop kuiangalia challenge yako. Hebu nenda kazae. Stop kuiangalia challenge yako. Nenda kafanya nini? Kazae. Tumekaa namna hii. Tumbo linauma, eti tunaenda kwenye kivuli na kaa. Tumbo linauma. Tumbo linauma. Likipoa, limepoa. Mbona uko hapo hapo? Unasubiria lianze kuumba tena?
ili lipone. Likipoa usiliangalie tumbo linavyouma, angalia kazi ya ufalme, tumbo litapona. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na nini mengine utafanya nini? Utazidishiwa. Uponyaji kwetu sisi ni mazidishio, sawa sawa. Utajiri kwetu sisi ni mazidishio, sawa sawa. Mafanikio kwetu sisi ni na nini? Ni mazidishio. Agenda mama, ufalme wa Mungu na haki yake, sawa sawa. Kazi ya Mungu inafanikiwa. Make sure kazi ya Mungu ifanikiwe kupitia wewe. Make yourself bridge. Naomba nikuulize, hivi kati ya barabara, lami na daraja kipo muhimu? Kwa daraja ndio linalosababisha watu wafanye nini? Wavuke. Barabara mtu anaweza Alafu nasikiliza hata nyimbo zenyewe nakaa unakuta amekaa tu sehemu amekaa namna kwenye chumba chake. Majaribu yamekuwa sehemu ya maisha. Wewe ondoka ukahubiri. Ondoka ukafanya nini? Ukahubiri. Kuna majaribu hayaondoki kwa staili hiyo. Usidhani kusikiliza zile nyimbo ndio majaribu yanaondoka. Be productive. Nenda kazae, umzalie Bwana matunda. Alafu uone kama mchawi atasogea kwako. Sometimes unakuta umeokoka lakini una align na yanayoendelea kwenye familia yako mabaya, kwa sababu huzai. Kinachokutofautisha kwenye ufalme, promotion ya mtu kwenye ufalme ni kuzaa kwake. Sio muda mwingi wa maombi, sio muda mwingi wa kusoma neno. Ukiomba ni vyema kuomba, ukisoma neno is well and good, lakini kama uzai, umeanza na vya mwisho kabla vya mwanzo. You must be productive. Lazima uzae. Maombi ya aliyezaa na anayezaa hauwezi kuyagusa. Huwezi kuyagusa. Wewe usiyezaa, omba mpaka mara 100 hapa jifungie. Omba. Baba mtakatifu, katika Yesu saa 3, katika saa 8, katika saa 10 na hauzai. Hujaokoka, hujahubiri watu. Wewe hamna faida yoyote kwenye ministry. Wewe unakazana tu rika baba saa 7. Wewe ukiingia kwenye seli huna cha maana. Wewe ni raka gaga. Huwezi shindana na mtu ambaye yuko muda wote anafanya kazi ya ufalme. Akija kikwambia pokea, lazima upokee. Neno moja tupokea. It's ready. It's done. Sauti ya mtu mwenye kibali ni sauti ya mtu anayezaa. Okay. Kazi yako inakufanya uko busy kazini huko. Ona, uko busy. Hata hela unayoipata kuileta kwenye ufalme nayo ni shida. Kwa sababu Biblia inasema hivi, tutaendaje tusipopelekwa? Sawa sawa. Lazima wawepo watu wa kufanya nini? Wa kupeleka watu. Mwingine mwenye anaweza kwenda kufanya kazi ya ufalme, wewe huwezi, basi support. Bado huwezi support. Huwezi support. Tunafanyaje sasa? Haleluya. Kazi ya Mungu lazima isonge mbele. Namshukuru Mungu sisi tunafanya uinjilisti hapa. Hata ile sinema, mimi jana nimepokea shuhuda mpaka nikakaa nikapiga kama Mungu, ninakushukuru. Watu wanatoa shuhuda za ajabu. Watu wanatoa shuhuda za ajabu. Watu kutoka nchi mbalimbali, mikoa, mpaka nakoza hivi mikoani watu wanaangalia hivyo. Jana mtu mmoja mkubwa sana akanipigia simu kwenye ile sitting room yake, ameweka screen kubwa, wanaangalia filamu. Wanasema ni hapa tunaangalia za kwako tu. Zikiisha za kwako tunazima, hatuangalii nyingine. Kwa sababu hatutaki tuandike alafu tufute. Ikanipa deni sana. Lakini tukikwambia wewe uigize, unaweza usiweze. Lakini basi support huduma hii iendelee kufanya kazi vizuri.
Wewe nikikwambia igiza kama mlevi hapo, utaweza? Kichaa? Au unasema mimi ili niwe kichaa, fumua nywele ile nifanye hivi. Igiza hivyo hivyo ulivyo kama kichaa. Lakini mwenye anayejua kuigiza kama kichaa yupo. Sawa sawa. Basi tu support yule akaigize, wewe ukafanya kazi. Ndio huduma ndio inaenda kwa chain ya namna hiyo. Sasa hivi unakuta tumestop. Hatujaingia kwenye field ndani, mambo ni mengi. Lakini support ziko kwa ajili ya kazi ya ufalme. Nature ya namna ambavyo tunaendesha sasa hivi teknolojia ilivyo, lazima kuwa kuna namna ya kufanya evangelism. Sawa sawa. Kuna namna nyingi. Na naomba muandae bahasha pale. Fungu la 10 liambatane na bahasha ya uinjilisti. Sawa sawa. Iwepo bahasha nini? Ya uinjilisti pale. Naomba mlifanyie hilo kazi mapema. Mkurugenzi mkuu naomba na kule kote kwa kuna bahasha nini? Ya uinjilisti. Ambapo kila mtu lazima, yani ukiachana na kwenda kuzaa, lazima kuwe kuna mtu, yani lazima kuwe kuna namna, kuwe kuna recognition. Mtu afanye kazi ya uinjilisti. Bahasha ya uinjilisti, mfuko wa uinjilisti. Yani lazima kitu kitokee. Sawa sawa? Hapa sijaona makofi. Yani umeambiwa kuzaa, umeonyeshwa namna ya kuzaa, umeambiwa na umekaa kimya. Kuna kuzaa kweli hapo? Unajua sio kila anayezaa alipanga kuzaa. Kuna mimba nyingine yani hujui. Anyway. Lakini wa mwingine anataka kuzaa, sawa sawa kabisa, anataka kuzaa. Na anapanga kabisa, yani nataka kuzaa na anajua kwamba leo nitazaa. Lakini kuna mwingine alikuwa hataki hata kuzaa. Ila katika tembea akajikuta na mimba, hata hajui ni nani. Huyo mtu ndio wale watu ambao hata kuzaa hata mtoto hamjali. Hata mtoto afanye nini? Ni kama wewe unapita tu utakuuliza kanisani hapa ni hapo. Hata akija wewe useme aliyenielekeza ni huyu Mwenyezi, ni kuelekeza mimi. Yaani hauna haja, ni kama mtoto aliyekuja ukupanga kumzaa. Lakini tusio namna hiyo. Hebu twende tukiwa tunamaanisha kwamba leo tunaenda kuzaa. Sawa sawa, usitake zile kuzaa kule kwa bahati mbaya. Kuelekeza ni hapo, njoo hapo. Alafu hata umfuatilie. Panga kuzaa. Maana kupanga kuzaa ni nini? Tofauti ya mtu anayepata kuzaa pasipo kuplani, hamfuatilii hata yule mtu aliyemzaa. Sawa sawa? Lakini mtu aliyepanga kwamba leo naenda kuzaa, sawa sawa, atamfuatilia yule aliyemzaa. Sawa sawa? Atafuatilia, atakuwa na namba yake. Sawa sawa? Atamfuatilia. Nataka watu wa staili hiyo. Ukiachana na bahasha uinjilisti, lakini nataka pia mitandao. Hivi kweli wewe unashindwa kujirekodi siku ya Ijumaa, Jumamosi? Unashindwa kusema jamani, karibuni sana, mimi naitwa nani, unaitwa Irene, mke wa Suleiman. Kesho tuna ibada nzuri, uwepo wa Mungu, yani utatembea kwa kweli, karibuni sana. Unawatumia wote, watakuona kwenye status yako ni wangapi. Wewe unajua nani atakayevutiwa? Katikati huko kuna mtu alikuwa hajui aende wapi kanisani, wala alikuwa hafikiri kwenda kanisani. Akiona hasa naenda. Sasa wao ukija ukaniambia baba, simu imeanguka, imevunjika kioo, naangaza hata status ulikuwa utumia, wache. Sababu hata ulivyokuwa nayo ilikuwa haina faida. Lakini tukiona tuma status, unatuma nini, unaenda hivi,
Veronica anajitahidi sana. Mungu akubariki sana Veronica. Veronica yeye muda wote yuko busy. Yuko busy. Veronica hata mkimpa kazi ya kuendesha ITV anaweza endesha. Yuko busy, sawa sawa Kazi ya ufalme inasonga mbele. Wewe unashindwa nini na Mungu akakupa simu? Kazi hiyo simu ni nini? Yaani jiulize unaposhika simu, jiulize kazi ya hii simu kama haimzalii Bwana matunda ya kazi gani? Ikikatika haisikiki vizuri, si kiosi kimefanya nini? Hamna shida. Hilo ni tawi lishakatwa. Halizai limeshafanya nini? Imeanguka pwenge. Kioo kimejaa wino, ujue ni tawi limeshafanya nini? Limekatwa hapo. Ndio maana unapambana sana. Yaani kila ukitaka kuweka hela kununua simu nyingine unashangaa kunywa soda. Unakuja kukumbuka ushakula maandazi. Ndio inaenda ujue limeshakatwa. Lazima kila kinachozunguka maisha yako kiwe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kila kinachozunguka maisha yako kizae. Ukiwa na akili yako tumika kufanya nini? Yaani hakikisha chochote ulicho nacho, na sio kimoja, vyote. Tumia akili yako kumzalia Bwana matunda. Tumia uwezo wako. Yaani kama una kitu unakiweza, usisubiria mpaka mtu aje akuvumbue. Njoo mwenyewe, jisalimishe. Mwambie mimi naweza hiki, mnijaribu. Si mnaona huyu mdogo wake Suleiman nani? Ni Neema ni Diana. Mnaona anavyoimba hapa? Imba vizuri. Na amekaa hapa karibia miezi mingapi amekaa namna hii? Asingekuja kujisalimisha, nini maana yake? Unashangaa mabomu tu yanakuja. Kwa sababu gani? Mungu amekupa kitu alafu hakizai. Yamkini kuna kina Diana wengi hapa, jisalimishe. Sio lazima wewe mwimbaji. Unaweza kuwa unajua hiki, unaweka hiki, unafanya hiki. Sisi kwenye kazi ya ufalme tunahitaji watu. Kila mmoja tunamtumia kutokana na alicho nacho. Kuna Lona pale ni mhasibu, anatumika kwenye uhasibu, si ndivyo? Kuna mwingine ni accountant, anatumika kama sawa. Kama amekushinda yote, njoo sema basi mimi niwe mlinzi. Tunamtoa mlinzi, wewe unakaa tunakupa lungu. Na namba kujitetea, yaani ukiona mtu avalia ngara piga hii namba. Tunaukabidhi lungu, unashindwa kulinda wewe. Unazunguka nalo unaenda kwa lugha raka tarabakara. Tuna mlinzi hapa, tunamlipa 300,000 nzima mlinzi hapa analipa. 300,000 analipwa. Hapa nakuta kuna mwanaume hapa hana kazi. Baba mimi sina kazi. Unaambia mtolee ujinga. Kuna kazi ya mlinzi hapa ilibidi uanze nayo. Alafu baada hapo ndio ujue utaendea wapi. Kwa hapa hamna kijana atakayeniambia ana kazi. Na ukija ukisema hivi mimi nataka niwe mlinzi, tutamtoa mlinzi huyo, tutakufanyia interview kwanza. Kwa unalala. Tunapita tunawe tuone kama tembea kwenye makorido hayo. Tunakushtua tuone. Sio unashtuka kidogo usharuka ukuta umekimbia. Hallelujah. Amen. Mungu awabariki sana. Najua utakuwa umetengeneza mindset mpya. Amen. Amen. Unaweza kusimama sasa kwa miguu yako. Sema Roho Mtakatifu, asante kwa rehema na neema. Nipe neema ya kuzidi kuzaa katika jina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Shika sadaka yako nzuri kwa Bwana. Amen. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kila anayeshika sadaka kutolea. Ninaomba umbariki kwa baraka zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Karibu mtolee Bwana sadaka. Zaeni matunda mema, zaeni yenye baraka, zaeni matunda mema,
zaeni ya heri. Bwana, Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Bwana wetu, Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Na Bwana, Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Safisha mwenendo wako, safisha matendo yako, safisha na Bwana Yesu, safisha yote. Shika sadaka yako ya pili. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kila anayetoa sadaka kwa ajili ya maendeleo. Mungu liye hai, ninaomba umtendee aliyo mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. Karibu kwa ajili ya sadaka maendeleo. Na Bwana, Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Na Bwana, Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Na Bwana, Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vyema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Na Bwana, Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vyema, yatabarikiwa vyema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Nyosha mikono yako namna hii. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kila aliyejihudhurisha katika ibada siku ya leo. Ninaomba na iwe nuru yako kwa wiki nzima. Watoto wako wanapoondoka na kwenda kukuzalia we matunda, ninaomba neema yako isipungue na rehema zako zizidi kuwa nyingi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, amen.